Hivi ushawahi kwenda dukani au supermarket kununua kitu hichi kimoja, baada ya kutoka pale ukajikuta umenunua vitu kama 10 9 hivi? Yaani watu wengi waga wanajilaumu sana, na ni bahati mbaya, lakini hii waga ni saikolojia ya biashara. Biashara nyingi sana zinaongozwa kwa mbinu za kisaikolojia bila hata wateja wenyewe kujua. Na kuna mbinu 5 leo nataka nikuonyeshe za kisaikolojia kwa biashara ambazo zinatumiwa na makampuni mbalimbali ili kufanya wateja wanunue zaidi ya mahitaji waliokuwa nayo. Kwa mfano, supermarket, vitu vya muhimu vya nyumbani kama maziwa huwa vinawekwa mbali kwenye kona. Unajua kwa nini? Sababu ni moja. Mtu anapoingia, watu wengi wanapoingia waga na focus na vitu vya maana kwa nyumbani, matumizi nyumbani. Kwa wanapokuwa na vifuata vilipo, waga wanapishana na vitu vingi kama juisi, biskuti. Kwa hiyo wengi wanasahihishika kuvinunua vile vitu ambavyo vilikuwa nje ya mpango wao, hadi wanafikia kile ambacho kilikuwa kwenye mpango wao, hasa na vitu ambavyo vilikuwa nje ya hesabu. Kwa unakuta mpango wa maziwa supermarket au sokoni, unajikuta umetoka na vitu zaidi ambavyo ulitegemea. Hii saikolojia ya kwanza. Kitu kingine, kwenye club au sehemu za starehe waga weki saa. Yaani saa hizi za ukutani hakunaga. Sababu gani? Lazima upotezewe muda ili usahau, ukae muda mrefu sana pale ili utumie zaidi na hicho tegemea. Kama ukiwekea muda pale, unasema nimekaa muda sana, nimeingia saa 2 hadi saa 5, kwa utawahi kutoka bila kufanya nini? Excess saving. Kwa hakuna muda ili wewe usiofie, yani usiwe na mawazo ya muda, yani tumia muda mrefu pale, fanya high saving, yani ufanya high spending, yani utumie zaidi hicho kutegemea. Na sehemu nyingine ni kuwa kwenye maduka makubwa hizi malls, mengi sana unakuta madirisha ni machache sana madirisha. Sababu ni moja kuwa mtu unapokuwa ndani mle, ndio saikolojia moja kuwa usione mazingira ya nje yakoje. Yani usijue mchana ni mchana na asubuhi ndio imefikaje, yani mazingira yakoje, yani uhisi mazingira na hii aina moja, ili usiwe na hofu kama poteza muda mwingi mle. Usiwe na hofu kwa nimekaa sana au ukae sana, na vile kama sana mle utaona vitu vingi na utatamanishwa utanunua vitu ambavyo hukuwa na mpango navyo kuvinunua. Pia utakuwa huna hofu kama unapoteza muda, sababu uone mazingira yanavyoenda, uone muda unavyoenda, huone sababu uko ndani ya sehemu moja ambayo ina haja aina moja. Na kitu kingine, kwenye ama namba za vyakula vya fast food hivi, huwa naweka muziki na play muziki ya haraka ile. Muziki ya haraka ile, yani burudani. Hii inamfanya mteja anapokwenda pale, yani anaanza kufanya mambo yake haraka, yani kwa haraka ili amalize atembee. Hii inasaidia wateja wengi wanaingia kwa haraka na kutoka kwa haraka, wanaachia sisi kwa ajili ya wengine. Hii tiki inasaidia kuuza kwa haraka. Lakini sehemu nyingine ambayo ni ya mwisho, kwenye hii migahawa mikubwa au mahoteli, huwa wana play nyimbo za sauti ya nyororo au sauti ya chini au kubembeleza. Huwa ni kwa sababu wanataka mteja wamburudishe mteja, wampumzishe mteja apumzike, ajisikie amani, wampotezee muda. Yaani mtu anapuliza anasikia amani, ampotezee muda. Kadri unavyozidi kukaa pale, utashashika kununua baadhi ya vitu mbalimbali, kama kahawa, kuingia chakula, kwa hapo utaweza kuwini mind yako. Sababu pale ni sema mtu anauza vitu yani high price. Wanataka kupotezea muda, kwa muda mrefu pale ili usishashike kununua baadhi ya vitu mbalimbali pale ulikokuwa umekaa. Na hizi ndio mbinu mbalimbali tunatumia saikolojia kumfanya wewe ukienda sehemu yoyote ulipanga unao shati moja unatoka na shati 3 au vitu vya tofauti ambavyo wewe kutegemea ununue. Hizi ni baadhi ya trick ambazo zinatumika na kwenye biashara. Kama unapenda content kama hiyo, usisahau kufollow, subscribe na comment ni gani umeipenda na ushawahi kuiona watu wanaitumia sana. Thank you man.